Kila jambo ambalo wananchi mnaliona ni kero, ni tatizo, liko kwenye mpango wa kutekelezwa. Hatuwezi kuwa na wananchi hapa wanatibiwa kwenye zahanati, tena wako kwenye kata kubwa ya historia kama Zugimlole, halafu wananchi hawa wakipata tatizo ambalo wanahitaji kwenda kituo cha afya, watoke hapa wasafiri waende mpaka Kaliwa. Chama cha Mapinduzi ndio maana kilisema kitapeleka huduma ya vituo vya afya kwenye kila kata, na jambo hili tutalianza. Nataka akina mama, tunataka vijana, tunataka watoto, tunataka watu wazima waweze kupata zile huduma zingine za kimsingi. Ikishindikana kwenye kituo cha afya, waweze kwenda kwenye hospitali ya wilaya ambayo tayari imekwisha kamilishwa pale Kaliwa. Tuliahidi kujenga sekondari kwenye kila kata. Tumetimiza. Hapa mna kata lakini mna shule ya sekondari. Zamani mnafahamu watoto wetu walikuwa wanahama, wanatoka hapa, pengine hata sekondari hata Kaliwa ilikuwa haipo. Unatoka hapa unakwenda shule ya sekondari labda Urambo, au unatoka hapa unakwenda mpaka Tabora. Leo kila eneo la kata watoto wanakwenda kupata elimu ya sekondari. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi na serikali. Sasa ndugu zangu, maendeleo ni hatua. Mnasikia habari ya SGR hapa. Haya ni mambo ambayo ukichukua miaka 20 ya nyuma huko ni mambo ya ndoto kabisa. Lakini na sisi Chama cha Mapinduzi kinaendelea kufanya kazi. Watafaidi watoto, watafaidi wajukuu. Sasa hivi ukitoka Dar es Salaam kuja Dodoma, katibu, mnatumia muda gani? Masaa matatu. Toka Dar es Salaam kuja Dodoma, masaa matatu. Unakaa kwenye treni, sio hizo treni ambazo unakuwa kama uko tena kwenye basi, unajigonga na watu. Unakaa mahali, kama una kinywaji, chai haiwezi kutoka hata nukta moja ya kudondoka tone. Masaa matatu. Na tunaambiwa treni ile ikikamilika mpaka Tabora ni masaa mangapi? Masaa 7 mpaka 8 kutoka Dar es Salaam kuja wapi? Tabora. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inawajali wananchi wote wa ukanda huu kuelekea mpaka Kigoma, ambako sisi ndio usafiri wetu uliokuwa wa uhakika. Na bahati nzuri serikali inaendelea na jitihada hizo. Hapa zimeshaletwa fedha, wananchi ambao wako ndani ya mradi walipwe fedha, wapishe mradi ili mradi uanze kujengwa. Ndugu zangu, itakuwa unatoka siku moja mnapanda Kaliwa hapo au eneo lolote ambalo station ipo, kwa siku moja unaweza ukajistukia umefika Dar es Salaam. Siku moja. Na kesho yake ukapanda treni ukarudi hapa. Haya ndiyo maendeleo tunayoyataka. Barabara yetu hii iko kwenye mpango na iko kwenye ilani ya uchaguzi. Tutaendelea hatua kwa hatua. Lengo letu ni kufika mahali tuufungue mkoa wetu wa Tabora na mkoa wetu wa Katavi, lakini tuufungue vile vile na mkoa wetu wa Shinyanga kwa kupitia Kahama. Na haya ni maandalizi kutokana na uchumi wa maeneo haya ambayo wananchi mnazalisha vyakula, wananchi mnazalisha mazao ya biashara. Tutaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba tunayaweka mazingira ya kuhakikisha wananchi wetu mnaendelea kuwa na miundombinu iliyo bora. Naomba nizungumze kidogo swala la zao la tumbaku. Sema Mheshimiwa Diwani, naomba nirudie. Zao la biashara ambalo wananchi wetu wa ukanda huu, Kaliwa ndio eneo ambalo lina uzalishaji mkubwa sana wa zao hili la biashara. Na historia hii, hata mlipokuwa mko pamoja na Urambo, bado Kaliwa mlikuwa mnazalisha kwa kiwango kikubwa mno. Sasa Tabora tunaendelea kuthamini kwamba hili ni zao ambalo wananchi wengi wanalitegemea kwa maisha yao.
lakini chama hiki ndicho kinachotawala. Chama hiki ndicho chenye serikali. Hatuwezi kuwaacha wananchi wetu wakafika mahali wakawa na tatizo, wakafika mahali wakawa na manunguniko, chama kikakaa pembeni. Sasa mnisikilize hapa, wako watu wanaitwa watu wa ushirika, wanaofika mahali wakati mwingine wanasema sisi ni watu tunaojitegemea. Huwezi kujitegemea, huwezi ukawa pembeni peke yako kama wananchi wana malalamiko. Kwa hiyo tunasema kwenye kipindi hiki tumeamua Chama cha Mapinduzi, najua tuna mazao makubwa mawili. Kuna zao la biashara la tumbaku, kuna zao la biashara la pamba. Haya ni mazao makubwa ya wananchi wetu kwenye mkoa wetu wa Tabora ya biashara. Chama cha Mapinduzi kupitia halmashauri kuu ya mkoa tumesema kwenye kila kipindi cha miezi 6 muwe mnalima, muwe hamlimi, muwe mko sokoni, muwe hamko sokoni, Chama cha Mapinduzi tumeamua kuwa tunapokea taarifa ya zao, maandalizi yake. Kama ni kipindi cha kwenda kwenye msimu wa kilimo, lazima tupokee taarifa. Kama mnaendelea na kilimo, tutapokea taarifa. Kama mko kwenye masoko, tutapokea taarifa. Kila kipindi cha miezi 6. Na kwa sasa tunaanzia hapa Kaliwa, halmashauri yetu kuu ya mkoa ya kesho. Tutapokea taarifa ya zao hili. Lakini nataka niwaahidi ndugu zangu, mwaka huu tumeielekeza serikali. Hatuwezi kuwa na wakulima wanakwenda sokoni hawana bei ya tumbaku, hawaifahamu bei ya tumbaku. Wapeni watu utaratibu wa kujua bei ya tumbaku mwaka huu, kwa msimu wa mwaka huu ni kiasi gani, bei ya pembejeo ni kiasi gani, ili mwananchi mwenyewe aweze kupima hili soko nikisha lima litanilipa ama halitanilipa. Kama litanilipa nilime, kama halitanilipa niache. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeielekeza serikali, hakuna wakulima wetu kwenda shambani bila kutoa bei ya tumbaku kabla hawajaenda shambani. Na jambo hili tutalifanya, narudia tena, serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, sina sababu ya kuhutubia kwa muda mrefu hapa, lakini nataka niwaambie ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Serikali ya Chama cha Mapinduzi iko kazini. Ndio maana mmeona tumekuja hapa Chama cha Mapinduzi, tumekuja na watendaji wote wa serikali wa mkoa, ili yale tutakayoyaelekeza basi serikali iyachukue, na kesho tutakuwa na maazimio kadhaa ambayo yatatolewa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ya mkoa. Hayo ndio yatakuwa yanawalenga wananchi na yatakuwa vile vile yanalenga juu ya swala zima ya kuleta maendeleo kwa maana ya miradi yetu na usimamizi wa shughuli zetu za kila siku. Mungu awabariki sana. Naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru tena, lakini naomba mtupe nafasi sasa, kwa sababu tuna miradi sasa mingine 3 iko mbele yetu, tuimalize. Na safari yetu ya leo imekuwa ndefu. Tumeanzia kwenye jimbo la Uliankuru, mnafahamu barabara ilivyo ndefu hii, lakini tumefurahi, Mungu ametusaidia, tumefika hapa, na kwa heshima kubwa nafurahi nimewakuta ndugu zangu wananchi wa Zugimlole. Mungu awabariki sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana.